Soka Bongo tunaendelea kukuza vipaji vya soka na kuweza kufungua milango ya wanasoka wapenda mpira na mambo yote yanayohusiana na michezo kiujumla kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Hapa nipo na kiongozi wa moja ya timu ambazo zilikuwa zikimenyana vikali kwenye uwanja unaopatikana hapa Kange, Tanga. Atajitambulisha ni nani na timu yao iko vipi na ina malengo gani na vipi kuhusiana na wachezaji wao. Vyote atakwenda kututambulisha hapa. Langu jina ni Robi wa Robi Media. Kiongozi, habari za wakati? Salama kabisa. Kwenye timu wewe ni kama nani, upo kwenye sekta gani? Mimi ni mtendaji mkuu wa timu. CEO. Sasa CEO, tujue malengo ya timu kiufupi, tujue malengo ya timu kiufupi. Timu makazi yake makuu yako wapi na yaani malengo mkakati ya muda mrefu yako vipi na vipi kuhusiana na wachezaji ambao mnawatumia kwenye michezo yenu? Kwanza mimi kwa majina ni Francis. Ni CEO wa Kim Kesto Sports Club. Tunasema sports kwa sababu kwamba tuna expect kwamba tutakuwa na michezo ya aina tofauti. Kwa hiyo tumetambulisha kama sport kwa sababu itatusaidia kwenye kuangalia na aina nyingine ya michezo ukiacha mpira. So we do expect kwamba very soon hii ni kama ni center. Kwamba inakuwa na michezo ya aina yote. Lakini kwa sasa mmeanza na kwa hiyo iko hivyo registered hivyo kisheria na kufuata taratibu zote kama sports. So leo tulikuwa tuna mchezo hapa wa nusu finali katika ligi ya mkoa. Kwa bahati mbaya mpira una matokeo ya kushangaza. Sisi tulikuwa nyuma kwa goli moja, kwa hiyo tumekosa goli moja tu kupoteza mchezo. Sawa. Malengo ya timu sisi ni kwamba kwanza hao unaoona ni wadogo na wengine wakubwa ambao wanashiriki first league. Hawa ni under 20 lakini tuna above hiyo. Sawa. Na baadhi yao pia hapa wanashiriki kwenye maeneo yote mawili katika nyanja mbalimbali kama wachezaji. Kwa sisi tuna expect kwamba tutakuza hii taasisi yetu na itafika mahala kama sio kucheza katika national level itacheza international level. So tuko katika malengo hayo, kwamba lengo sio kuishia hapa, kwamba taasisi yenu imelengea hasa kukuza vipaji vya vijana kwenye michezo, sekta zote za michezo. Na tunategemea kwamba apart from kuwa tuna kuendeleza vijana na kuwapa fursa ya kuonekana na kuwa promote, pia tuna expect kwamba tutakuja tunaleta ushindani, sio katika level ya mkoa. Sawa, kwamba wenda katika level ya taifa, kimataifa kwa maana ya zone ya East Africa, lakini na kule kuna kwenda kuvuka mpaka zaidi. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hongereni sana kwa malengo ya muda mrefu. Sisi hiyo tunaiendeleza hivyo, tuna ushirikiano mkubwa. Kama unavyoona kuna baadhi ya wachezaji ambao wako kwenye ile timu kubwa, lakini na wengine ambao wako kwenye 20 na viongozi baadhi wako pale. Labda kama ukitaka kuongea nao na wenyewe nadhani tutapata fursa, tutaongea nao. Kingine ambacho ningependa kujua zaidi, unajua saizi teknolojia imekuwa, kuna kijana anaweza kawa alikuwa na perform uwanjani, mara kuna mtu kamchukua clip kaposti, imetrendi, akapendwa au kupata nafasi na timu fulani kubwa. Nyinyi kwenu utaratibu uko vipi kwa vijana ambao tayari mmeshaanza kuwaongoza, wako chini ya sheria zenu? Nadhani taasisi lazima kuwe kuna sheria na taratibu. Vipi, hakuna utaratibu mgumu wa kijana kuondoka na kwenda kuitumikia fursa ambayo inaweza ikawa imetokea? No, sisi kama tulivyosema lengo letu ni kuwa expose vijana na kuwa promote. Ndio. So at any moment wakapokuja akitokea mtu kama anamhitaji kijana, basi hakuna shida, tunakaa mezani, ni kwa atakayozungumzwa kwa wakati huo, lakini sisi hatuwezi kumzuia mtu kwenda popote. Sawa. Sababu lengo ni kuendeleza kipaji chake. And then tunakushukuru kwa sababu unafanya hii kazi, na sisi kwenye page zetu ukitembelea ukiandika Kim Instagram utaona, Facebook na mitandao mingine. Sababu tunajaribu kuona kwamba tunatengenezea platform za aina tofauti ili kuweza kuuza kile alichonacho. Kuna nini? Sababu mechi zinakuja kwa kushtukiza. Amecheza siku 3 zilizopita ndio alicheza robo finali. Ndio. Kwa ratiba imepangwa leo, nafikiri kwa sababu ya chama cha mkoa wana ratiba zao, wanataka ziende haraka pengine ziishe kabla mwaka kugeuka. Sawa. So tunaye mtu wa Media House ambaye tuko tunafanya naye kazi. Na hii ni club, yani hapo unavyoona hapa anaenda klabuni, sio kwamba kila mmoja mkipatisha hapo anatawanyika. Hapana, ni wanaenda klabuni kabisa. Klabu ipo, ina ofisi na karibu siku yote.
Sawa. Located katika mji mdogo wa Mombo, wilaya ya Korogwe, ndio ambapo vijana tutakaribia hapo. Cha ziada tuweze kupata namba za uongozi, kunaweza kama kuna vijana wengine ambao wako katika hii location ya Tanga wanatamani kujua pengine utaratibu wa kuja kushiriki pale na nini. Tembelee page zetu. Wataona ambazo ni ukiandika tu Mkim Instagram utaiona Mkim Club ya. Sawa. Na kila kitu utakuta kule, lakini wewe pia tutakupa namba ili kwa ajili ya watakao tembelea wakiona interview hii basi tutakupa namba, tutashare. Tunashukuru sana kiongozi kwa muda wako ambao wanafuatilia Robe Media na Mkim. Mimi nasema kwanza lazima tuwaheshimu kwa sababu dunia sasa hivi ni dunia ya utandawazi, na watu wengine wanajua wakiona hivi wanachukulia kawaida, lakini ni kazi kama kazi nyingine. Sawa. Kwa we should have to respect hizi media, hasa nyinyi ambao mnakuja na hizi media ndogo ambazo kwa ndio dunia sasa hivi inavyotaka. Yaani hauwezi ukakimbia mtandao. Kimbia mtandao maana yake unataka kujificha eneo. Sawa. Unaona, na inakuasili wewe mwenyewe psychologically, economically, kwa sababu huku ndio kwenye market kubwa ambayo dunia sasa hivi inaelekea. And then we are dealing with youth. Kwa vile tunajihusisha na hawa vijana, lazima uone namna ya kujihusisha na mambo ya media kwa platform, na sisi tunawapongeza sana. Shukrani na kuona nawe ni kijana uko na kijana mwingine kwenye kuanza utapata ugumu. Kweli. Do respect kwamba jinsi unavyoenda na kama una content nzuri basi tuna expect kwamba very soon utaishia tu kwenye hizo online TV, utakuwa naye na kituo chako, utaajiri na wengine. So ni njia moja hapa. Shukrani sana kwa ushauri. Asante sana. Karibu.